Leo ni tarehe 7 Oktoba mwaka 2025. Tuko Uswahilini, hasa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, na hii unayosikiliza ni MTV Online. Leo ikiwa Jumanne, tumaini letu ni kwamba wewe ni mzima wa afya na umuheri ulipo hapo pote unakotusikiliza duniani kote kupitia mitandao yetu ya Facebook na YouTube, hata Twitter ama X. Kwa jina uniite Thompson Unjibatangalwa William, nikiwa Uvira, pembeni ya ziwa Tanganyika, mpakani mwa Burundi na DRC. Karibu kuungana nami. Taarifa zetu zaanzia huko Ituri, ambako mvua kali yasababisha maafa wilayani Jugu, ambako wanafunzi washindwa kupata huduma. Constance Sambagalwa na taarifa zaidi kutoka Bunia. Ndio, ni huko kwa usultani ya Mambisa, hasa huko mtaani Jugu kwenye maeneo ya Nizi, ndio mashule mbalimbali zimepata shida, notama kwa shule ya msingi Dudu ambayo imeonekana wanafunzi wamesoma kabisa katika hali mbovu, wameonekana hawasomi kabisa, kwani hawana mahali pazuri ambapo wanaweza kuendesha mafunzo bora. Ni kutokana na mvua mkali ambayo ulijitokeza ambao umeendelea kuonekana huko mtaani Jugu na huko Mahagi, ndipo kumeonekana mashule na infrastructure mbalimbali ya kijamii ndio imekuwa sana wahanga ya hiyo ukosefu ya majenzi bora. Hii mvua zinanyesha ndio zinaleta haya maafa. Ndio naleta haya mambo, na mpepeo umefika, umepeleka utaa ya masomo, umetosha manjanja, imeharibu kabisa hali. Na kwa sasa tunakuwa tukizungumza, wanafunzi wamesoma chini ya hema, chini ya bashi. Ndio, yaani shule zao zimeruka. Ndio, manjanja yote imeruka, na kulikuwa muradi moja ya kujenga shule pale Nizi, ila mradi hiyo imesimama na watu hawajui kwa nini imesimama, na walikuwa wanatia ukuta ya hizo shule, ila hakuna njanja, hakuna toiture, na ni hiyo imeleta hofu na oga katika watu. Serikali inasemaje? Kwa sasa ni shirika ya Protection Civil ndio imetoa lalamiko kwa vikosi kwa government ya Ituri na kwa mashirika ambazo zimetoa msaada kwa mafunzo ya wanafunzi, ndio wamealikwa kabisa kuangalia kitu gani wanaweza kufanya. Hasa Robert Njalonga ambaye ni kiongozi ya Protection Civil hapa Ituri amesema kwamba na wale watu ambao wanaokuwa na hiyo roho mzuri ya kuweza kuleta msaada wanaweza kufanya hivyo kwa ajili ya kusaidia wanafunzi wale. Jana tumezungumzia kuhusu mapigano huko Nyamamba, hali ikoje? Kwa sasa kisha mapambano ambayo iliendeshwa huko Nyamamba, huko Kaseni, mtaa ya Irumu, kati ya wapiganaji wa CRP ya Bwana Thomas Lubanga na jeshi FARDC. Kwa sasa hali imeendelea kuwa bora, kwani FARDC ilifika huko Kaseni na ikaweza kufukuza watu. Mvua inayosababisha hasara kubwa katika eneo mbalimbali kama wilayani Masisi, Kivu ya Kaskazini, ambako watu wamefariki dunia, wengine kujeruhiwa na nyumba nyingi kuharibiwa na mvua hiyo ambayo ilikuwa kali eneo la Ngungu, huku taarifa zikisema kwamba duka zaidi ya 100 zimeharibiwa. Amesema na kuhakikisha hivyo mkuu kiongozi wa wilaya hiyo Bwana Emmanuel Ndihize. Tukitoka huko Ituri, tunavuka mkoa jirani wa Kivu Kaskazini, hasa eneo la Beni, huko ambako tunakwenda kuarifiwa ya kwamba mahakama ya kijeshi maeneo hayo imetangaza hukumu yake kwa watu zaidi ya 30 wanaoshutumiwa kuwa ni ADF. Miongoni mwao 23 wamehukumiwa vifungo mbalimbali kuanzia miaka 5 hadi 20, wengine 7 wakiachiwa huru, huku 5 wakiwa walifariki wakiwa gerezani. Watu hao wakishutumiwa kushiriki makundi ya kigaidi na uhalifu wa kivita. Kuhusiana na hukumu hiyo, tumezungumza naye Ahize Kanendu Kennedy ambaye ni mbunge kutoka Lubero. Alipoulizwa ameanza kwa kujibu. Hiyo hatua ya mahakama ya kijeshi hapa Beni, tunaomba waweze kufuata sheria za nchi, sababu sheria zinasema l'accessoire suit le principal. Hao watu ambao wameweza kuhukumiwa
inaonekana kwamba kweli ni ADF, lakini inabidi kiongozi wao mkuu aanze kuadhibiwa, ndipo na wale wanaweza kuadhibiwa. Sasa wakati kiongozi hajawahi kukamatwa na kuhukumiwa, hiyo inaonekana kwamba ni kutaka kutokuelewa vizuri kesi hiyo. Ilibidi huyo kiongozi akamatiwe mbele. Jana umesema kwamba lazima huyu nani akamatwe ambaye Jamili Mukulu, lakini sasa hivi kuna wapiganaji ambao vile vile wanakamatwa. Ndio, wapiganaji wale ni watoto ambao hawajui hata sababu na lengo kubwa la ADF ndani ya mauaji yote ambayo inapitika. Ni watu ambao wanatumwa tu, hawajui pengine lengo la hiyo ugaidi. Ndio maana tunasema kwa kuweza kukomesha vita na kuweza kuleta mahakama mazuri ili kukomesha hiyo mauaji ambayo inakuwa ikionekana mara na mara kwa raia wa Kongomani, ilibidi huyo kiongozi mkuu aweze kusikilizwa kwanza, ili na wale wengine wataweza ndipo kesi itakuwa nzuri. Wanasema watalipa franga 1400 400,000 francs. Unadhani hizi pesa zitasaidia? Hiyo ni mchezo kabisa, na hilo inaonekana kwamba hao waamuzi hawakuweza kufuata sheria. Kwa nini? Sababu watu ambao walikamatwa na wakakubali kwamba waliweza kushiriki ndani ya hiyo kikundi cha ADF Nalu. ADF Nalu tunajua kwamba waliua, walibaka, waliweza kupora mali, waliunguza magari, waliunguza miji. Sasa kusema kwamba mtu ambaye alilunguza mji mzima aweze kulipishwa 400,000 francs, yani franga za Kikongomani, hiyo ni mchezo kabisa. Inaonekana kwamba hawa waamuzi wanachukua hiyo kesi avec légèreté. Mahakama ya kijeshi ikisema kuwa kwa sasa vile vile inawashikilia watu wanaodhaniwa kukamatwa eneo la vita na wengine wakijiripoti wenyewe kwenye jeshi la serikali. Akosi balitubana 19h4 moto zikekuwa tupeleka ku formation chanzo. Kufika chanzo tukefa formation. Kutosha ku formation baketu deployer huko mu Rubero. Asa kufika ku deployer mu Rubero tukegombana juu tulikuwa ni hatujue njia. Kwa tunaweza tokea juu tufike ku FRDC. Mbu wengine wako naenda banajiripoti ku FRDC. Ni hata wafanya kitu. Chana mie njoo nikekamata ile decision ya kukua ku FRDC. Mais sensibilisation wale abo ni kusema mbake kubana mbukengia ku FRDC. FRDC ni uke mu 23 mboni kukuu. Tulikuwa nakula vungure kuishi ni maisha hatari kule. M23 ikionya serikali ya Kinshasa kwa uchokozi wanaofanya kushambulia ngome zao na kutumia ndege zisizo na rubani kushambulia vijiji, na kwa sasa watalazimika kutoa majibu kwa kujihami na kukomesha mashambulizi dhidi yao, wakiwa katika mazungumzo ya Doha huko Qatar. Tukisalia Beni ni kwamba kundi linalodhaniwa kuwa Maimai Union des Jeunes Patriotes washutumiwa kutoza kodi zisizojulikana na serikali huko Mbilinga, eneo za magharibi mwa kijiji kinachoitwa Kantine, eneo la Baswaga Madiwe, mali ya raia kuporwa na kikundi hicho. Amesema hivyo na kuhakikisha Bwana Justin Kavalami, mwanaharakati wa shirika la kiraia. Tumsikilize. Ndiyo, kumepita siku 12 tangu hawa majimaji Union des Jeunes Patriotes wafiki ndani ya mji wa Mbilinga, na ndani ya hizo siku 12 tunaishi maisha sio kuwa sawa. Tunanyanyaswa, tunapigwa, tunaporwa mali yetu na hawa majimaji wa Union des Jeunes Patriotes. Wanalipisha taksi kunako maduka na mafarmasi ndani ya mji wa Mbilinga na kando kando. Na kuna vitendo vya kinyama ambao wamefanya ndani ya mji wa Mbilinga, vitendo visivyokuwa sawa, vitendo ambavyo viko kinyume na haki ya binadamu. Kuna wakaaji fulani ndani ya mji wa Mbilinga ambao waliweza kupigwa na kuumizwa na hawa majimaji wa Union des Jeunes Patriotes. Na kuna duka na nyumba za wakaaji ambazo ziliibwa usiku zinafunguliwa na hawa majimaji wa Union des Jeunes Patriotes ambao wanapatikana Mbilinga. Kuna mfugo ya wakaaji kama vile kuku, mbuzi ambazo zinanyanganywa na hawa majimaji. Na kuna kitendo
kitendo ya kinyama ambayo kinatokera moyo mpaka sasa ni kitendo ya ubakaji. Mtoto msichana wa mdogo wa mwenye umri wa miaka 12 aliweza kubakwa kiolela na askari jeshi wa Union des Jeunes Patriotes siku ya 5, na mpaka sasa huyu askari jeshi hayashikwa mkono. Ndio maana tuko tunasi wakuu wa serikali ya nchi waweze kuangalia namna gani ya kusaidia wakazi wa Mbilinga, waondoe hicho chama ya kijeshi Union des Jeunes Patriotes ndani ya mji wa Mbilinga, waipeleke fazi nyingine. Tangu zamani tuliweza kusema hatuna uwezo wa kuweza kulisha groupe armée ya plus de 150 personnes, sababu ni watu ambao hawezi kulima shamba ili wapate chakula. Ndio maana mbuzi za wakazi ziko zinanyanganyiwa, kuku za wakazi zinanyanganyiwa. Kwenye maferme tunakonde deja 11 chèvres ambayo imeweza kunyanganyiwa na kukuliwa na hawa majimaji Union des Jeunes Patriotes. Wananyanganya mbuzi kunako ferme, na tena wanakuambia kumwezi utalipa taxe ya ota, sababu taxe yabo ina varie selon gizi waliona ferme yako, selon gizi wanapenda. Alo wakuu wa serikali waweze kutusaidia, sababu sio leo, ni tangu zamani population ya groupement Baswa Madiwe tuliweza kusema hatutaki magroupe armé ndani ya groupement Baswa Madiwe. Hatujui nini njoo inablokaka, ama nini njoo tulifanyaka juu tuishi hivi na tumerite hii, ama nini njoo tunapasha kufanya ili hizi magroupe armé ziweze kuondolewa ndani ya groupement Baswa Madiwe. Tunateseka na tumechoka sana na magroupe armé ndani ya groupement Baswa Madiwe. Wakahazi wa Beni wakiwa na mtazamo tofauti kuhusu hatua ya Senko kuchukua msimamo wake kuhusu hukumu ya Rais mstaafu Joseph Kabila. Erasto Sivihiwa na ripoti zaidi kutoka Beni Mangina. Siku moja baada maaskofu wa kanisa la Kikatoliki washiriki wa Sengo DRC kueleza sikitisho lao na wasiwasi wao mkubwa kuhusiana na hukumu ya kifo kwa rais wa zamani Joseph Kabila, walio wengi wanaendelea kuzungumuza maeneo yanayodhibitiwa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mashariki mwa DRC. La hivi karibuni lilizungumziwa naye Fredi Muhindo Mbayahi, huku akitaka mahakama makuu ya kijeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuendelea kubaki na msimamo ule ule ili kumwadhibu rais mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila kama wananchi wengine. Hukumu kwa rais mstaafu Joseph Kabila inaweza kuleta badiliko? Fredi Muhindo Mbayahi alijibu swali hilo namna hii. Sisi tunawaza Senko akiwa mtu, yani inakuwa kikundi kia mapadri, maaskofu wa nje ya kidemokrasia ya Kongo, wanakuwa kama wanakamata position ambayo inakuwa nyuma ya huyo rais wa zamani. Mimi nawaza wao wanapashwa acha mahakama ifanye kazi yake ndani ya independence total. Yaani ni kusema hawakupashwa kamata position nyuma ya rais wa zamani Joseph Kabila. Walipashwa sikiliza, kwani hiyo hukumu kwetu sisi inakuwa kama fundisho kwa wanasiasa wote, hata hao wanasiasa ambao wako wanaongoza kwa sasa. Inakuwa fundisho kwao ya kama kisha kuongoza ndizo wanapashwa fatiwa na mahakama mbalimbali. Yaani ni kusema tribunali inapashwa wafata kufatana na mambo ambayo wako wanatenda kwa sasa. Yaani wakafanyia raia kosa, ni vizuri kujua ya kwamba siku moja hiyo inapashwa waratrape. Yaani wanapashwa wafatiliwa hata nyuma ya kuongoza. Lakini siku zilizopita ikulu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wabunge wote waliweza kumwekea kinga rais mstaafu Joseph Kabila. Huenda hili Sengo hawakuweza kutazama yale ambayo iliweza kuwa hivi awali wakati korti kuu ya mahakama ya jeshi mjini Kinshasa iliweza kukamata maamuzi haya. Mimi ninawaza Sengo hata wanabunge wa zamani wote na wa sasa, unajua Senate iliweza kupatia, kwani Joseph Kabila anakuwa senateur avia, yani kimaisha yote anakuwa senateur. Mimi nawaza Senate iliweza kupana hiyo autorisation
yaani kwa mahakama makuu kuweza kufuatilia huyo Senate, yaani president wa zamani Joseph Kabila. Mimi nawaza haitakuwa vraiment vizuri kukamata position nyuma ya huyo mtu. Yaani kenye tunaweza kuomba ni kusema mahakama ya kijeshi iweze kufuatilia sheria gisi inasema, wasiweze kukanyangia huyo rais wa zamani wakileta yaani sheria ambayo haiko. Lakini wakikuwa wako wanafuatilia tu sheria ambayo ni sheria ya Kongo na gisi tumeweza kuasiste kwa hiyo process, sisi tunawaza mpaka pale kama wanakondane Joseph Kabila kunakuwa mambo moja ambayo ilifanyikana wakati alikuwa anaongoza, na yeye ndiye alikuwa alikuwa muongozi. Yaani kama wanamfuatilia hataki muongozi wa zamani, antuka hakuna hata kosa moja. Erasto Sivio Marcel, MTV News. Shukran Erasto kwa ripoti yako hiyo nzuri. Tukitoka Masisi tunarudi hapa Uvira ambako wananchi na mashirika ya kirahia yamesema kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kukataa kuwarejesha mashariki mwa nchi yake haswa maeneo yanayodhibitiwa na AFC M23 wakimbizi wa Kongomani walioko nchini Rwanda kabla ya usitishwaji wa vita, kuboresha usalama na ukaguzi wa urahia wa wakimbizi hao watakaorejeshwa ni hatua nzuri. Ramadhani Ive wa Ive ni mwenyekiti wa ofisi ya uratibu wa mashirika ya kiraia mjini Uvira. Huku serikali ya Kongo ikitangaza kujipanga kurejesha amani na usalama eneo lote la DRC. Patience Mushindi Yav, inspector wa polisi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akiwa mjini Beni, anazungumza. C'est pour vous dire que batoto ya Beni, batoto ya Lubero, ya Butembo, bajue ya kama kesho na kesho kutu la paix des braves, la paix durable va s'installer dans cette zone. Je le dis et je le confirme. En chaque chose, on considère toujours la fin. Ni hayo kwa siku ya leo, na asante kwako msikilizaji kwa kutusikiliza. Karibuni tena kwa wasikilizaji wa MTV Online katika matangazo yetu yajayo. Ingia kwenye YouTube utatupata, nenda kwenye Facebook, nenda kwenye Twitter, aidha X, andika MTV Online.